na rehema za daima ni dawa yake njema. Yuna sifa mwenye kufa asishindwe na kufa. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, pwekeli metukuka jina lake Yesu. Sante mtakatifu, sante Mungu uishie milele. Sante Baba yangu wa milele, sante mfalme wangu wa milele, sante mshauri wangu wa milele, sante Baba yangu wa milele. Ninakutukuza kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umenipa kibali tena siku ya leo nizungumze hayo naenda kuzungumza na watoto wako. Roho Mtakatifu nakushukuru. Asante kwa kuwa wewe haufichwi jambo, na makusudi yako ni ya amani, ni ya upendo, ni ya huruma, ni ya neema, ni ya vyote vilivyo vyema. Kwako hakuna uovu, kwako hakuna uovu, kwako Yesu hakuna uovu, kwako Yesu hakutoki uovu, kwako kuna uzima, kwako kuna uponyaji, kwako kuna faraja, kwako kuna amani, kwako kuna upendo, kwako Bwana ni chemichemi ya uzima, kwako hakuna uovu, kwako hakuna ubaya, kwako hakuna unyama, kwako hakuna ukatili, kwako hakuna huzuni, kwako hakuna uchungu, kwako Bwana ni uzima, kwako kuna kweli, kwako kuna njia itupelekayo uzimani. Asante Mungu wangu unayeishi, na kutukuza kwa kila mmoja atakayetazama video hii na kusikia sauti hii. Mungu, Mungu Elohim, Mungu muumbaji, ukaumbe hata vile ambavyo vilikuwa vimekufa katika maisha yake. Mungu Elohim, wewe uliye muumbaji, ukaumbe tena. Wewe ambaye unasema mambo yakawa, ukaseme tena mambo yawe tena. Wewe ambaye ni asili, ni mwanzo wa vitu vyote katika maisha yetu. Ukawe Bwana, ukawe Bwana hivyo, ukawe Bwana. Jina lako likawe lema, likawe rema katika maisha yetu leo, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya, haleluya kanisa la Bwana. Naitwa Emmanuel Steven Lembo. Walio wengi wananifahamu kwa jina la Lembo Junior. Lembo Junior. Na wamenifahamu hivyo kwa sababu ya nyimbo ambazo nimeziimba zilikwenda kwa jina la Lembo Junior. Lakini majina yangu ambayo yako kwenye vyeti vyangu, cheti changu cha kuzaliwa, vyeti vyangu vya kitaaluma, kwenye CV zangu ni Emmanuel Steven Lembo. Hayo ndiyo majina yangu. Asubuhi ya leo naomba tuzungumze mambo machache juu ya jina la Mungu linalofahamika Elohim. Elohim. Na msi Roho Mtakatifu anifundisha mimi na wewe juu ya hili jina Elohim. Mwana wa Mungu, Mungu ametuumba na akili. Lakini wakati mwingine akili yetu haina ufahamu. Tunapoenda shuleni kusoma,
tunaposhindwa, tunapofeli mitihani, si kwamba hatuna akili, lakini akili yetu inakuwa imekosa ufahamu juu ya kile ambacho tulitakiwa tukijibu kwenye mtihani. Kama ungekifahamu, usingeshindwa. Kama ungekifahamu, usingeshindwa, usingefeli. Ulifeli jambo lolote, si kwamba hauna akili, lakini haukuwa na ufahamu. Akili zenu zitiwe ufahamu. Maandiko yanasema, akili zenu zitiwe ufahamu, akili zenu zitiwe nuru. Hata kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6 inasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa ufahamu. Si kwamba watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa akili, hapana. Akili wanazo, lakini akili zao hazina ufahamu. Mtu ambaye hana ufahamu ni mjinga wa hilo jambo. Yaani hauna ufahamu na hilo jambo, ndio maana unaitwa mjinga wa hilo jambo. Kwa hiyo ujinga sio tusi. Ujinga ni kukosa ufahamu wa jambo fulani. Namuomba Mungu leo kwa namna ya ajabu, Roho Mtakatifu atupe ufahamu juu ya jina Elohim. Naomba tusome maandiko. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Neno la Mungu kwenye Biblia takatifu inasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Giza lilitanda juu ya vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya maji. Biblia tafsiri ya neno linasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Biblia niyo kusomea mwanzo inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Biblia tafsiri ya neno linasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Nchi na dunia ukiangalia kuna utofauti wa hayo maneno. Nchi kama nchi, kuna watu wanachukulia nchi kama Tanzania ni nchi ya Tanzania, lakini nchi ni zaidi ya nchi kama nchi. Kwa hiyo Biblia tafsiri ya neno imeweka bayana dunia. Kwenye dunia kuna nchi, kwenye dunia kuna mabara, kwenye dunia kuna bahari, kwenye dunia kuna misitu, kwenye dunia kuna mabwawa, kwenye dunia kuna mito, kwenye dunia kuna mabonde, kwenye dunia kuna majangwa, kwenye dunia kuna mabwawa makubwa. Kwa hiyo hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na ni katika mstari huu wa 1 wa kitabu cha Mwanzo tunapata jina la Mungu linalofahamika Elohim. Wayahudi au Waebrania, jina kwao halikuwa jina tu. Jina kwao ilikuwa ni ufahamu zaidi ya jina tu kama jina. Ndiyo maana walikuwa wako makini sana kuwaita hata watoto wao majina. Jina kwa Waebrania au jina kwa Wayahudi au jina kwa Waisraeli, jina lilimaanisha wewe. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nitakupa mfano. Nabali hakuitwa Nabali tu. Nabali lilikuja kwa sababu wazazi wake walimuona ni mpumbavu tokea mwanzo. Yaani kwa upumbavu wake akapewa jina Nabali. Sijui kama unanielewa, mwana wa Mungu. Yaani wazazi wake walimuona ni mpumbavu tokea anazaliwa. Waliona upumbavu ndani yake, wakampa jina Nabali. Wasomi wa Biblia wananielewa ninachokizungumza.
Abigaili anamwendea Daudi kwa unyenyekevu, anamwadresi mume wake kwa jina lake kama alivyo. Anamwambia umrehemu, usimtende huyu mume wangu mpumbavu kama jina lake lilivyo, na bali mpumbavu kama jina lake lilivyo. Elohim. Kwa hiyo Wayahudi jina kwao lilikuwa ni sifa, zilikuwa ni tabia, yalikuwa ni matendo. Na majina mengi Wayahudi wamemwita Mungu kutokana na vile walivyomuona alivyo, jinsi alivyo. Leo Roho Mtakatifu atatufundisha juu ya jina Elohim. Umesikia nyimbo nyingi zimeimbwa juu ya Elohim. Umesikia watu wakihubiri juu ya jina Elohim. Je, unamuelewa Elohim? Je, unajua nguvu iliyoko ya Elohim? Je, unajua maana ya Elohim? Je, Elohim bado ni hai kwako? Elohim, Mungu muumbaji, Mungu asemaye yakawa, Mungu anayetamka vikawa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Dunia ilikuwa haina umbo. Ilikuwa ni ukiwa na utupu. Ilikuwa imegubikwa na giza. Roho wa Mungu akaketi, akatulia juu ya vilindi vya maji. Sikia, Elohim, Elohim akatamka, na iwe nuru, ikawa nuru. Kwa nini Elohim anaanza na iwe nuru? Kwa sababu dunia ilikuwa imegubikwa na giza. There is no form, there is nothing. Hakuna tumaini. Elohim akatamka, iwe nuru, ikawa nuru. Elohim. Twende kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu, Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu. Maana hatuna injili bila Yesu. No Jesus, no gospel. Ndiyo maana mtu anayehubiri injili bila kumtaja Kristo inabidi uwe na mashaka, inabidi uwe na wasiwasi naye. Ndiyo maana mtu anayejiita ni mwimbaji wa nyimbo za injili halafu anamweka Yesu kando katika nyimbo zake za injili, lazima ujiulize maswali mara mbili. There is no gospel without Jesus. No Jesus, no gospel. Kwa hiyo hakuna injili ya Yohana, hakuna injili ya Mathayo, hakuna injili ya Marko, hakuna injili ya Luka. Ni injili ya Yesu kama ilivyoandikwa. Narudi pale pale, watu wangu wanaangamia si kwa kukosa akili, hapana. Akili wanayo lakini hawana ufahamu. They lack understanding. Sauti ya tabibu. Kwa nini sauti ya tabibu? Wakati naanza kipindi hiki nimeimba wimbo. Mwandishi alitunga wimbo akaandika. Na ule wimbo ni full gospel. Yani ni full gospel. Yani ni injili kamili. Nimekuimbia beti mbili, nikachanganya maneno. Ubeti wa kwanza unasema hivi: ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema. Rehema za nani? Sikia chorus.
Imbeni malaika sifa za Bwana, pweke limetukuka jina lake Yesu. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, pweke limetukuka jina lake Yesu. Who is Elohim? Elohim ni nani? Nikakwambia tuende kwenye kitabu cha Yohana. Yohana mtakatifu, Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Yohana mtakatifu, sura ya 1 mstari wa 1. Neno, yani ukisoma sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 5, kuna maneno mazito yanayomtambulisha Elohim kama Yesu kwenye Agano Jipya. Kwenye Agano la Kale Mwanzo 1:1 wanamtambua kama Elohim. Kwenye Agano Jipya Yohana 1 sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 5 tunamtambua kama Yesu ambaye ni Elohim mwenyewe. Maneno ya Mungu yanasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa Mungu. Katika yeye vyote viliumbwa, hakuna kilichofanyika pasipo yeye. Na ndani yake ulikuwamo uzima, na huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Hiyo nuru inagaa gizani, wala giza halikuiweza. Turudi mwanzo. Giza lilikuwa limetanda. Roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya maji. Elohim akatamka, na iwe nuru. Ikawa nuru. Elohim aliyeumba mbingu na nchi. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 30 kama sio 31 huko anasema hivi: Mungu akaiangalia kazi yake yote aliyoifanya, akaona kuwa ni njema. Sio njema tu, tena ni njema sana. Soma Biblia yako, inasema hivyo. Mungu akaiangalia kazi yake yote aliyoifanya, akaiona kuwa ni njema. Sio njema tu, bali ni njema sana. Elohim muumbaji akakuangalia kuwa wewe ni mwema. Kazi aliyoifanya kwako ni njema. Yani uumbaji wako ni mwema. Tena sio mwema tu, ni mwema sana. Yani wewe ni njema sana. Uumbaji wako ni njema sana. Alikuumba vyema sana. Nikasema si kwamba hatuna akili. Akili tunazo, lakini hatuna ufahamu. Mungu akaweka ufahamu kwenye akili za Daudi. Daudi akatafakari, akaandika Zaburi ya 139. Kitabu cha Zaburi kimeandikwa na watu wengi. Kuna mikono mingi imeandika Zaburi. Sasa watu wengi wanafikiri Zaburi yote imeandikwa na Daudi. Hapana. Lakini Daudi ameandika sura nyingi sana za kitabu cha Zaburi. Sasa hii Zaburi ya 139 ni Zaburi ya Daudi mwenyewe, kama ilivyo Zaburi ya 34. Ile ni Zaburi ya Daudi mwenyewe. Zaburi ya 139 inazungumza juu ya niende wapi. Yani inazungumza juu ya Elohim muumbaji, ambaye ameumba giza, ameumba nuru, ameumba pango, ameumba mbingu, ameumba kuzimu. Yani ameumba vyote. Daudi akili yake ikatiwa ufahamu, akasema niende wapi nijifiche na uso wako? Nikimbilie wapi nijifiche na uwepo wako? Niende wapi? Halafu katika maneno hayo kuna mistari anasema uliniumba kwa jinsi
ya ajabu. Kwa hiyo Elohim hakuishia kuumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo, alikuumba na wewe. Hapa ndipo palipo na tafakari yangu. Shetani hana mtu. Shetani hakuumba mtu. Ibilisi hajawahi kuumba mtu. Watu wote unaowaona ni kazi ya mikono ya Mungu. Awe malaya ni kazi ya mikono ya Mungu. Awe mchawi ni kazi ya mikono ya Mungu. Kuna siku nilipita nikasikia clip moja ya mtumishi wa Mungu, mchungaji Shusho. Alizungumza neno zito sana ambalo kilitafakari mtu aweze kukuelewa kwa urahisi. Alizungumza hivi baba yule, kwamba mtu anapokutaabisha usihangaike naye, usihangaike na huyo mtu. Rudi kwa Elohim aliyemuumba. Yeye ndiye anayemjua kuliko wewe. Mume wako anakuhangaisha, mke wako anakuhangaisha, watoto wako wanakuhangaisha, viongozi wako wanakuhangaisha, usihangaike nao. Rudi kwa Elohim. Hilo neno ni ufunuo mkubwa mno yule baba aliongea. Watu hawawezi kuelewa. Yule baba akasema usihangaike naye, rudi kwa Elohim aliyemuumba. Today I want to speak with you about the name Elohim. Leo nataka nizungumze na wewe kuhusu jina Elohim. It's not just a name. Sio jina tu. It has a meaning. A deep meaning. A deep revelation. A deep power. Sio jina tu. Linalo ufunuo. Linayo nguvu. Linayo mamlaka. Linayo uweza. Bado unatenda kazi. Elohim. Elohim ndiye aliyeumba mifupa yako ambayo waganga wa kienyeji na madaktari wa kisayansi wanakuambia hiyo mifupa haiwezi kupona tena. Elohim ndiye aliyeitengeneza. Daudi anasema uliniumba kwa namna ya ajabu tumboni mwa mama yangu. Sehemu vilindi vya siri, vilindini humo ndani kwenye tumbo la mama humo ndani humo, sehemu za siri, huko ndiko uliko nifinyanga. Ukanitengeneza kwa namna ya ajabu. Ukaamuru mifupa yangu ikuweje iweje, kucha zangu zikae wapi, meno yangu yakaeje kwa hesabu gani, fizi zangu zinazokamata meno ziweje. Ukaamuru nywele zangu zitokeje, ziwe wapi na wapi na wapi. Ukaamuru pua yangu isiwe na mianzi mitatu minne, ila iwe na matundu mawili. Ukaamuru macho yangu yawe mawili tu. Ukaamuru na kope na nyusi. Ukaamuru na kwamba tongo zitoke, zina kazi yake. Ukaamuru masikio yangu. Reba baba shakayandaba. Akili yetu itiwe ufahamu juu ya jina Elohim. Elohim anaweza kuumba hata sasa, maana yeye yuko hai. Yuna sifa mwenye kufa asishindwe na kufa. Sauti ya tabibu. Sauti ya tabibu. Sauti ya tabibu. Mwana wa Mungu shituka. Mwana wa Mungu, akili yako na ya kwangu itiwe ufahamu. Akili zetu zikitiwa ufahamu, hatutatangatanga. Hatutakuwa mawindo ya watu. Hatutakuwa vitega uchumi vya watu. Never. 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 Kuna mambo yanasikitisha wana wa Mungu. Sikatazi sadaka mimi. Sikatai sadaka mimi. Sikatazi sadaka wana wa Mungu kutoa sadaka, sikatazi. Lakini kinachoniuma ni pale ambapo tunamgeuza Mungu kuwa mganga wa kienyeji. Ya kwamba Mungu hawezi kukuponya bila kutoa sadaka. Ya kwamba Mungu hawezi kukupa ndoa bila kutoa sadaka. Ya kwamba Mungu hawezi kukuponya bila kutoa sadaka. Ya kwamba Mungu hawezi kukufungulia biashara zako bila kutoa. No! Tumekosa ufahamu. Mungu sio mganga wa kienyeji wana wa Mungu.
God. Mungu sio wa hivyo. Mungu sio wa hivyo, watumishi wa Mungu. Tumekosa hata ujasiri wa kukemea maovu kwa sababu hatumjui Elohim. Hatumjui Elohim. Tumefikia hatua tunawaogopa watu kuliko Mungu kwa sababu hatumjui Elohim. Kuna watu wanaona maovu, wanashindwa kusema maovu kwa sababu wanaogopa. Hawamuogopi Mungu tena, wanaogopa watu. Anaogopa kimkemea mzee wa kanisa ambaye anamletea fungu la 10 milioni 2. Maisha yake yatakwendaje? Kwa hiyo mzee wa kanisa huyo mshirika wake ambaye anatoa labda milioni 2 kwenye fungu la 10, anaweza kaishi maisha yote, na huyo mtumishi wa Mungu anajua hayo maisha anayaishi. Anajua in and out. Anajua kila kitu cha huyo mtumishi. Anajua anaenda kwa waganga wa kienyeji. Anajua ni malaya. Anajua ni mlevi. Anajua ni katili. Anajua ni mchonganishi. Anajua anachukua wake za watu. Anajua anachukua waume za watu. Lakini kwa kuwa anatoa fungu kubwa kanisani, mchungaji hana ujasiri wa kukemea. Unafanya hivyo kwa sababu haumjui Elohim. Elohim ndo aliyemuumba huyo mtu unayemtegemea. Maandiko yanaposema amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu, amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu, kuna vitu viwili hapa. Kuna mtu alafu kuna mwanadamu. Reba baba basha kaposha yandereboshia. Wewe mtu unamtegemea mwanadamu. Who is mwanadamu? Who is human being? Mwanadamu ni nani? Wewe ni mtu, yani mtu, pumzi ya Mungu ndani yako. Amelaaniwa, yani hiyo ni laana. Mungu anasema, yani mimi Mungu namtumainia mwanadamu ambaye nimemfanya. Ndiyo maana hilo andiko, amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu. Kwa nini Biblia haijasema amelaaniwa mtu amtegemeaye mtu? Knowledge, ufahamu. Kwa nini Biblia haijasema amelaaniwa mtu amtegemeaye mtu, lakini nasema amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu? Yani mtu huyu ambaye ni wewe, ile pumzi yako ndani, ile pumzi ya Mungu ndani. Mungu akamfanya mtu nafsi hai. Nafsi hai sasa ndio huyu binadamu ambaye ana macho, ana mdomo, ana ngozi, anaweza kaongea, unaweza ukamuona ameumbika, hajaumbika. Yani wewe unamuona kwa nje lakini inside humjui. Huyo ni mwanadamu. You don't know him. You don't know her. Raba shekepo shakayandaraba shekeriandaraba babashika. Elohim amejikamilisha. Elohim anajua kama mapafu yako ni mabovu. Mwende Elohim aliyeyatengeneza mapafu, ongea naye. Leo tumekuwa mazumbukuku, tunahangaika. Unaenda kwa mtumishi huyu anakuambia kula biskuti ya upako ukapone, unakula biskuti hauponi. Unaenda kwa huyu anakuambia kunywa divai ni damu ya Yesu, unakunywa divai hauponi. Unaenda kwa huyu anakupa maji, anasema ni maji ya upako, kunywa upone, hauponi. Yani unatangatanga because you don't know who is Elohim to you. Kwa sababu haumjui Elohim kwako. Lakini kama ungemjua Elohim, ungemwambia tu, Baba tamka neno nami nitapona. Yule akida akamwambia Yesu, yule akida akamwambia Elohim tamka neno. Reba saka. I wish you could understand me. Natamani ungenielewa. Akida alimfahamu Yesu kama Elohim. Anamwambia Yesu, haina haja ya kwamba niende na wewe mpaka chini ya dari ya nyumba yangu. Hapana, tamka neno tu. Wewe uliyesema iwe nuru ikawa. Wewe uliyesema hiki kiwe kikawa. Tamka neno tu.
Tamka neno, tamka neno. Wewe uliyesema bahari izae kila aina ya kiumbe kiendacho ndani ya bahari, ikawa. Wewe uliyesema acha anga lijawe na aina ya ndege walukao wa kila namna na kwa jinsi yake, ndege wakatokea. Wewe uliyesema acha nchi izae kila aina ya mmea na jani lenye mbegu isiyokuwa na mbegu, vyote vikawa. Reba babasaka, unaweza ukatamka. Sikuambii usiwaamini watumishi wa Mungu, na kuambia waamini, lakini uwe na neno ndani yako. Jesus is Elohim. Huyu Elohim anaweza kutengeneza vitu ambavyo vimeharibika kabisa. Nitakupa mfano, mwana wa Mungu, kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 38 mstari wa 4. Rababashekebo, Elohim anamuuliza Ayubu, ulikuwa wapi Ayubu nilipotandaza misingi ya dunia? Where are you? Ulikuwa wapi? Si kwamba anamwambia Ayubu kwa ukatili au kwa majivuno, no, anamkumbusha yeye ni nani kwa Ayubu. Maana Ayubu alikuwa ameongea maneno magumu sana, na hayo maneno aliyaongea kutokana na wale wafariji wataabishao. Walikuwa wamemletea uchungu juu ya uchungu. Ayubu ikafika mahali akawehuka, akaanza kuongea maneno magumu. Yesu, Mungu anamuuliza Ayubu, Ayubu, ulikuwa wapi Ayubu wakati natandaza misingi ya dunia? Ulikuwa wapi? Kuanzia kitabu cha Ayubu sura ya 38 mpaka 41, Mungu anamuuliza Ayubu maswali mengi. Kwenye kitabu cha Ayubu 41 mstari wa 11, Mungu anamuuliza Ayubu, Ayubu, ni nani aliyetangulia kunipa ili nimlipe? Au kwa tafsiri nyingine anamwambia Ayubu, ni kiumbe gani kilitangulia kunikopesha kitu chochote kwenye hii dunia unayojua ili nikilipe? Vyote unavyoviona Ayubu ni kazi ya mikono yangu. Elohim anaweza kukurejeshea kizazi ambacho madaktari wanasema kilishang'olewa. Elohim anaweza kuponya tumbo ambalo kansa, madaktari wanasema kansa imeshakutafuna. Kuna watu tumeambiwa walikuwa kwa stage 4 ya kansa, lakini walirudishiwa uzima. Ni kwa nini? Kwa sababu Elohim, Mungu muumbaji, alirudisha mwenyewe. Leo nataka unisikilize, kiumbe, kazi ya mikono ya Mungu. Wewe uliye kazi ya Elohim, nataka unisikie. Wewe ambaye ni kazi ya Elohim, nataka unisikie. Usiyumbishwe na maneno ya watu. Raba sheke posa yandaraba. Elohim anaweza kutengeneza vilivyokufa. Yeye sio kwamba ni mwanzo tu, ni beginning. Anaweza akawa mwanzo wa mwanzo, akawa mwanzo wa mwanzo tena. He can begin. Anaweza akaanzisha tena. He can begin. Anaweza akaanzisha tena. Sauti ya tabibu. Kitabu cha Isaya sura ya 42 kama sijakosea. Nikikosea mtanisamehe, lakini maneno ya Mungu yanasema hivi: mwanzi uliopondeka hata uvunja kamwe, wala utambi ufukao moshi hata uzima. Elohimu hajamalizana na wewe. Maadamu moyo wako bado unadunda, maadamu bado pumzi yake iko ndani yake, anaweza akafanya lolote kwako. Na ikawa wameukatia tamaa, wanasema umezaa mtoto tahira, Elohim anaweza akamfanya akawa vile anapotaka yeye awe. Shakari andara babashika. Elohim sio jina kama jina tu. Elohim maana yake ni sifa. Elohim ni Mungu
Mungu afanyaye, ni Mungu aumbaye, ni Mungu atamkaye mambo yakawa. Alisema iwe nuru, ikawa nuru. Akasema liwe anga, likawa anga. Akasema bahari, misho ya bahari ibaki hapa, ikawa hivyo. Reba baba shaka. Kwenye hicho kitabu kuanzia Ayubu 39 mpaka 41, Mungu anamwambia Ayubu mambo magumu. Anamwambia Ayubu, ni nani aliyewekea bahari mipaka? Ni nani aliyewekea bahari mipaka? Ni nani ambaye anaamuru hayawani azae? Ni nani ambaye anaamuru mbuni atage mayai yake ayaweke kwenye mchanga? Huko kwenye mchanga ajue kwamba hapa tembo hawezi akapita kayakanyaga. Ni nani? Mungu ameongea vitu vigumu sana kwenye kitabu cha Ayubu 38 mpaka 41. Anamkumbusha Ayubu, kuharibika kwako, remember I am your creator. Mimi ndio niliyekuumba. I know everything about you. Najua kila kitu kuhusu wewe. I know your muscles, I know your bones, I know your flesh, I know your water, I know your oil, I know everything inside you. I know your skin, I know everything. Ninajua Ayubu, mimi ndiye niliyekuumba, ninakujua. Najua mifupa yako, najua mafuta yaliyoko kwenye mifupa yako, najua misuli yako, najua mishipa, najua ngozi yako, najua nyama yako, najua damu yako. Ayubu, nakujua. Ulikuwa wapi Ayubu wakati naiweka misingi ya dunia? Where were you? Elohim. Natamani ili jina Elohim kwako leo uliangalie kwa namna hiyo. Usilitamke tu. Elohim, Mungu muumbaji. Hata leo bado anaumba. Haumbagi tu miti na mifupa, hata hali anaumba, hata nyakati anaumba. Yamkini uko katika ulimwengu wa kwako, ulimwengu wa huzuni, hauoni furaha, hauoni afya, hauoni raha, hauoni amani, yani umegubikwa. Mungu anaweza kaumba amani kwako, anaweza kaumba furaha kwako, anaweza kaumba afya, anaweza kaumba raha, anaweza kaumba tumaini. He is Elohim. Hana mipaka ya kuumba, hawekewi mipaka kuumba. Elohim. I want you to trust Elohim. I want you to trust Elohim. Wewe ni kiumbe wa Mungu. Wewe ni kazi ya Elohim. Wewe ni kazi ya Elohim. Mwendee Mungu kama muumbaji wako kwa jina Elohim. Yesu ni Elohim. Yesu ni Elohim. Yeye ni neno. Yeye ni nuru. Rabasheke posha. Rikayanda rabosha. Rekayanda rabashika. Rikayandororobo sayari. Shayandarababashika. Natamani kama umenisikia, natamani kama umenisikia kwa uchache nilozungumza juu ya neno Elohim, juu ya jina Elohim na sifa zake. Elohim yu hai. Elohim akisema amesema, ameumba kwa kutamka, amefanya kwa kutamka. Hata leo anaweza katamka. Mwambie atamke. Mwambie atamke kwenye maisha yako. Elohim. Kama unayo imani, kama unaweza ukaamini pamoja na mimi, naomba tu uamini ya kwamba leo umeponywa. Leo unaweza ukaanzishwa mwanzo mpya kwa jina la Elohim. Jesus Christ is Elohim. Yeye anaumba. Anaumba, anaumba. Hata wengine wanajua kwamba Yesu ni muumbaji. Anaweza kaumba tena. Anaweza kaumba tena, anaweza kafinyanga tena, anaweza kakufinyanga tena. In Jesus mighty name, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, acha Elohim leo akufanyie uumbaji upya, akaumbe vitu vilivyokufa kwenye maisha yako upya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hahitaji mafuta ili aumbe, hahitaji maji ili aumbe, hahitaji biskuti ili aumbe, hahitaji mzeituni ili aumbe, hahitaji mafuta ya kenge ili aumbe, hahitaji mafuta ya zeituni ili aumbe, hahitaji mafuta ya tini ili aumbe. Yeye mwenyewe ni mafuta hayo. Yeye ni kila kitu. Yesu ni kila kitu, ni mwanzo wa vyote.
chochote. Hivyo tu wanasema ni vitendea kazi. It is well and good. Yesu anatosha. Kwa nini wanakuuzia? Kwa nini unanunua? Kwa nini unanunua mwana wa Mungu? Kwa nini unanunua? Kwa nini unanunua? Kwa nini unanunua? Upeleke kuku kwa Kalimanzira upone. Upeleke kuku kanisani upone. Ina maana gani? Mama yangu Reverend Love Lukmai mwaka wa 2025 alituambia ni mwaka wa Mungu kujitofautisha na miungu mingine. Sasa ina maana gani? Ina maana gani? Kalimanzira umpelekee kitambaa cheupe akuponye, na Jehova yao umpelekee kitambaa cheupe akuponye. Kalimanzira umpelekee jogoo mweusi upone, na Jehova umpelekee jogoo mweusi upone. His name is sufficient. Jina lake linatosha. Elohim, Mungu muumbaji. Elohim, Mungu muumbaji. Jesus the creator. Maandiko yanasema hakikufanyika chochote kilichofanyika isipokuwa yeye. Hakikuumbwa chochote kilichoumbwa unachokiuna isipokuwa kwa yeye, Yesu Elohim. Naamini umenisikia na umenielewa. Akili zako zitiwe ufahamu. Akili zako zitiwe nuru. Akili zako zitiwe ufahamu. You can preach. Unaweza ukajihubiria mwenyewe, unaweza ukajifundisha mwenyewe. Roho Mtakatifu yu ndani yako. Unaweza ukajiombea, unaweza ukaomba. You can pray. You can pray. You can pray. Wanadamu wakati mwingine hawaelewi. Hawaelewi maumivu yako. They don't know your pain. Hawaelewi maumivu yako. Ndiyo maana wanakutaabisha. Wangejua jinsi ulivyotaabika, wasije kufanyia drama. Wasije kugeuza kitega uchumi. Wangeelewa ya kwamba wakati mwingine unalala njaa na watoto wako. Wasije kuambia tuletee sadaka ili upone. Wangejua watoto wako wameshua ada, hawana ada shuleni, o uniform zao hazieleweki. Wasije kuambia wapelekee pesa ili upone. They don't know your pain. Hawajui maumivu yako. They don't know your darkness. The darkness of you. The darkness side of you. Hawajui upande wako wa giza. Hawaelewi. Ongea na Roho. Ongea na Elohimu. Anayekuelewa. Anayejua maini yako yamekaa wapi. Anayejua bandama yako iko wapi. Anayejua mapafu yako yako wapi. Anayejua figo zako zina capacity gani. Anayejua mfumo wako wa kupumua ukoje. Anayejua digestion system yako ikoje. Anayejua hata namna ya kutoa uchafu mwilini mwako ukoje. Ongea naye. Speak to him. Speak to him. Maanisha ongea naye. Maanisha ongea naye. They don't know your pain. Hawajui maumivu yako. Hawajui maumivu yako. Ndio maana wanakuchukulia poa. Wamekugeuza msukule. Wamekugeuza tahila. They don't know you. Hawakufahamu. Eli. Jehova Elohim. Elohim anakujua, maana yeye ndiye aliyekuumba. Ndiye aliyekuumba, anakujua. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako sijawapa maneno yangu. Watoto wako nimewapa neno lako na jina lako. Nimewaambia juu ya jina lako na neno lako. Sijazungumza kutoka hewani. Nimezungumza Bwana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 ya kwamba hapo mwanzo wewe Elohimu uliziumba mbingu na nchi, uliziumba mbingu na dunia. Nikawaleta kwenye kitabu cha Zaburi ya 139 nikawaambia ya kwamba wewe Mungu ndio uliyewaumba wao. Kwa namna ya ajabu uliwatengeneza. Unajua mishipa yao, unajua mpaka idadi ya misuli walionayo. Rabashekepos. Unajua idadi ya nywele walizonazo. Wewe unajua. Unijua yani hata mwanzo wa kucha, kwamba kucha iking'oka wewe unajua inatoka wapi nyingine. Inakuja na fix pale pale jinsi palipokuwa. Reba shaka yanda raboshika. Wakinyoa nywele zinaota tena. Wewe ndio unayejua gala la nywele kwenye miili yao. Rababasekeposa. Rebosa yanda rebosa. Nikawapeleka kwenye kitabu
cha Ayubu sura ya 38 mstari wa 4 unamuuliza Ayubu, Ayubu ulikuwa wapi wakati naiweka misingi ya dunia? Yesu, 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 watoto wako wanakusikia. Sauti ya tabibu nasema na watoto wako. Mungu, tupe ufahamu, tukufahamu kama Mungu Elohimu, Mungu muumbaji. Katika jina la Yesu nimeomba na imekuwa. Amen. Amen.